Mkutano mkuu wa klabu yetu hii ni takwa la kikatiba kwa ajili ya kujadiliana maendeleo ya ustawi wa klabu yetu. Klabu yetu ni moja ya klabu imara na bora kwa kufanya vyema kila mwaka katika hatua za maendeleo kwa ushirikiano kutoka kwa wadau. Leo tutajadili taarifa za maendeleo ya klabu yetu na kufanya maamuzi ya kimuundo kwa utawala kwa kupitisha bodi ya klabu ili kuendana na mabadiliko ili kuwa na klabu ya ustahimilivu kwa kusonga mbele. Ndugu mgeni rasmi, tunajua mahakama imeendelea na miradi ya ujenzi wa mahakama kwa maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Shinyanga. Hivyo basi, naomba uridhie kuwepo ziara ya vyombo vya habari ili kuwajulisha umma hatua za ujenzi zilipofikia, na matumaini kuwa utalichukua hili na kuweka katika mipango kwa kushirikiana na watendaji wako. Ndugu mgeni rasmi, tumekuwa na ushirikiano na wadau mbalimbali katika kuhabarisha umma. Moja ya eneo ambalo tumekuwa bado hatuja engage moja kwa moja ni katika upande wa mahakama. Japokuwa tumekuwa tukishirikishwa katika shughuli mbalimbali za mahakama kuu kanda yetu hapa Shinyanga, matukio mbalimbali tumekuwa tunashirikishwa. Lakini sasa hivi tunajua mmekuwa katika mabadiliko mbalimbali hasa katika ujenzi wa majengo ya mahakama katika mkoa wetu wa Shinyanga. Kwa hiyo tunaomba tutumie nafasi hii kwa sababu tuna vyombo vingi vya habari katika mkoa wetu hapa Shinyanga vyenye wawakilishi wake hapa. Tunaomba tupate nafasi mtakapokuwa mnafanya mipango yenu ya kila mwaka, naomba mtukumbuke kwamba sisi tunaomba tutembelee ile miradi ambayo mnaitekeleza ili na sisi tupaze sauti zetu kuonyesha kwamba kuna mambo yanafanyika katika mkoa wetu wa Shinyanga hasa katika hii sekta ya mahakama. Ndugu mgeni rasmi, mabadiliko mengi ya kisheria yameendelea kutokea juu ya uendeshaji wa kesi mbalimbali, na changamoto kubwa iliyopo, sehemu kubwa ya waandishi si wabobezi katika kuandika habari za kimahakama. Rai yetu kwako ni kukuomba kutupatia mafunzo maalum ya namna ya uandikaji wa habari za kimahakama. Hili japokuwa sisi wote tumepitia katika vyuo mbalimbali, lakini tunapenda tupate elimu ya kukumbushana kila mara kwamba tunapokwenda mahakamani tunahitaji tupate uelewa zaidi. Kuna protokoli za kimahakama tunabidi tuzifuate. Kuna jinsi ya kuandika hizo habari za kimahakama. Japokuwa shule na vione tumefundishwa, lakini kukumbushana si mbaya. Kwa tunaomba ili tutakapokwenda pamoja na viongozi pamoja na jaji mfawidhi, tunaomba mweka katika mipango yenu tusaidie kutupa elimu ambayo itatusaidia sisi tuandike habari zilizo bora katika jamii kuhusiana na sekta hii ya mahakama. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi na zipo sheria baadhi zimetungwa kwa ajili ya uchaguzi mkuu katika baadhi ya sekta. Hivyo basi tunaomba ofisi yako itumie mwanya wa mashirikiano yetu kwa kutupa mafunzo yatakayosaidia kuwa na uelewa zaidi wa tafsiri kadhaa zinazohusu vyombo vya habari ili kulinda usalama wa vyombo vya habari katika kuelekea uchaguzi mkuu. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba pia kujengea uwezo wa wanachama kupitia mafunzo na ziara kuunda sera mbalimbali kwa ajili ya kuimarisha mfumo wa ndani ya taasisi na kuaminiwa na shirika la maendeleo la Sweden kama klabu imara na bora. Ndugu mgeni rasmi, tunawakaribisha nyote na tuko tayari kwa ushirikiano na mahitaji mbalimbali ya vyombo vya habari hapa mkoani Shinyanga. Ndugu mwenyekiti na wanachama wote, kwanza nipende kuwapongeza sana kwa kuwa klabu imara katika klabu 28. Nisikia kwenye hotuba ya mwenyekiti. Na hii siku ni muhimu sana kwenu kama ambavyo mtubainisha kwa programu ambayo mnayo leo. Na nipende tu kusema ya kwamba ni rai yangu tumie hii siku vizuri katika kuboresha klabu yenu na hususan katika miundo ya utawala kama ambavyo mmeadhimia, na mmesema ya kwamba mnapitisha pia bodi leo hii. Basi muweze kutumia fursa hii vizuri ili muweze kuendana na mabadiliko katika fani yenu, hususan sasa hivi kuna matumizi makubwa sana ya tehama. Mahakama ya Tanzania inaendelea kufanya maboresho katika mifumo mbalimbali ikiwemo ya tehama, lakini pia pamoja na majengo. Na katika kanda yetu ya Shinyanga ni ukweli kuna ujenzi ambao unaendelea. Ujenzi huo ukiwepo pamoja na miradi ambayo ya ujenzi wa mahakama ya mwanzo mjini wilayani Kahama, ujenzi upo na unaendelea. Lakini pia kwa hapa Shinyanga
tuna ujenzi wa mahakama ya mwanzo mjini, wilaya Shinyanga mjini, na hii miradi yote inaendelea vizuri na iko katika hatua nzuri. Na vyote hivi vinafanyika katika kuleta tija na ufanisi wa utoaji wa haki kuanzia ngazi ya mahakama za mwanzo mpaka mahakama ya rufani ambayo ni mahakama ya juu kabisa. Na tumepokea ombi lenu na nyinyi, kwa sababu ni wadau muhimu, basi ningependa kusema kwamba ofisi yetu ipo milango yake iko wazi na inakaribisha sana katika ushiriki wenu ili muweze kuifahamisha umma kuhusu miradi hiyo ambayo inaendelea. Hivyo karibuni, na tuko tayari kuwapitisha na muweze kutoa taarifa ipasavyo. Kuna swala pia limeongelewa kuhusu uandishi wa habari za kimahakama. Kwanza tu ningependa kusema ya kwamba sio kosa kuandika habari za mahakama. Habari za mahakama ni taarifa ambazo wananchi wana haki ya kuzifahamu kinachoendelea. Kasoro kwa yale masuala machache tu ambayo kisheria yanazuiliwa. Kuna ambayo yanahitaji faragha. Kuna yale ya makosa ya kujamiiana, lakini pia kuna masuala ambayo yanahusu watoto, hivyo sheria huwa zinapenda kuzielekeza kuficha nani yao. Kwa yale ni machache ambayo, lakini mengine yote umma una ruhusa ya kufahamu nini kinachoendelea. Hivyo mnakaribishwa sana mahakamani katika kufuatilia nani. Lakini pili, sasa hii tunakumbushana sisi wenyewe katika taaluma yetu. Ni wajibu wetu pia, wajibu wetu kuzingatia mipaka na uweledi katika utoaji wa taarifa zetu pamoja, lakini pia na kugundua jukumu letu na hivyo kutekeleza majukumu yetu ipasavyo. Ni rai yetu ya kwamba uwasilishaji wa taarifa usiwe wa kusababisha taharuki, lakini pia usiwemo wa upendeleo. Uwepo ni wa huru na ambao una balance na taarifa. Lakini pia tujitahidi tusitumike kama mojawapo ya vichochezi ya uvunjaji wa sheria, na sio tu jinai, lakini pia hata kwenye masuala ya madai. Kama tunafahamu ya kwamba kuna yale mashauri ya kuchafuana, libel, tunasema defamation. Kuna libel na slander ya maneno, lakini pia ya maandishi. Kwa hiyo na sisi pia katika utubiaji wa taaluma yetu tusitumike katika kuongeza mashauri mahakamani, lakini tumike vyema katika kutatua matatizo ya jamii na kuweza kufikisha habari ipasavyo. Na kwa hilo Mahakama Kuu Kanda ya Shinyanga iko tayari kutoa mafunzo kama mlivyoomba. Tutawasiliana na waratibu wa ofisi na tutawasiliana na chama chenu, basi tutatengeneza program nzuri ili muweze kupata hayo mafunzo kama ipasavyo. Na limezungumziwa swala la elimu ya sheria ya uchaguzi. Ni sahihi kabisa. Kuna sheria ambazo zimetungwa pamoja na kanuni mbalimbali, nisema sheria ni kiujumla kuhusu uchaguzi, hususan kuna ile sheria ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Hivyo kama mnavyosema, ni vyema kweli kukawa na mafunzo kuhusu namna hizo sheria zilivyo, ili kuweza kutekeleza majukumu yenu vizuri. Lakini sasa mahakama inaendelea kuhusika na hizi sheria, ikiwemo kusikiliza mashauri ambayo yanatokana na chaguzi mbalimbali. Lakini pia mahakama imekuwa ni kiungo kikubwa sana katika kuleta tafsiri hizi sheria kutokana na maamuzi yake. Sasa kuhusu swala la utoaji wa elimu kuhusu tafsiri ya sheria, nadhani jukumu kubwa lipo katika ofisi ya mkuu wa mkoa. Lakini tumelichukua na tutawasiliana nao ipasavyo ili kuweza kutengeneza programu ambayo tunaweza na sisi tukashiriki katika hiyo market, na hakika na sisi tuna mchango hususan katika kwa sababu ndio watafsiri wakubwa wa hizo sheria pia. Kwa hilo nao tumelichukua na tutaweza kulifikisha. Na nyinyi wenyewe mmeona huu ni mwaka wa uchaguzi, na nyinyi ni kiungo muhimu sana katika jamii kuhusu hili swala. Kwa hiyo ni rai yetu ya kwamba katika kipindi hiki cha uchaguzi na pia katika wakati mwingine wote, utoaji wenu wa habari basi uzingatie maadili ya utumishi wa fani yenu. Kwa mfano kutoshiriki katika masuala ambayo yanakiuka maadili kama masuala ya rushwa na masuala ya uchochezi na vinginevyo, lakini pia kuhakiki vyanzo vya taarifa ili kutoa taarifa za kweli kutoka katika vyanzo vinavyoaminika. Tunaelewa
ya kwamba saa nyingine inapopo sio nia mbaya ya taarifa ambazo zinatoka zikatokea kwamba sio sahihi, ila inapopo ni kutoweza kupata source, reliable source. Hivyo basi tunaomba pia mjitahidi katika hilo, katika shughuli zenu, basi muweze kuhakiki ile source ili taarifa zinazotoka ziweze kufikia walengwa kama ambavyo zitakiwa kufika. Ndugu mwenyekiti, pamoja na wanachama wote, basi ningependa kuwashukuru tena kwa mwaliko wenu, na sote tunatambua klabu ya waandishi wa habari ni jukwaa muhimu katika kuwakutanisha ili kujadili ustawi wa maendeleo wa fani hii thabiti ya uandishi wa habari. Wananchi wote nchini kote wanalishwa taarifa kutokana na kazi yenu. Hivyo ni mna wajibu wa kuendelea kuzingatia miko ya fani hii na maadili ya kiutendaji ili kueneza habari pasipokuwa na uoga, uba, chuki wala upendeleo. Ili malizia actually kwa ndio kiapo cha unapochukua ofisi kama hii ambayo niliyopo, ya kwamba uweze kutekeleza majukumu yako bila uoga, uba, chuki wala upendeleo. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.